Cha kwanza kikubwa kati ya vitu vingi ni team cohesion au teamwork. Kama teamwork ni kubwa, kuanzia kwenye sitting plan utaanza kuiona. Kila mmoja anatamani akae na mwenzake karibu ili wazungumze au washauriane, amesemaje. Lakini kama mtu atakaa, ataruka kiti, atakaa mbele nyuma, kwa ukaaji kama huu unaweza kahisi teamwork inapungua. Na hii ipo katika sisi watumishi wa umma kote huko tulipo, lakini ina tiba yake na yenyewe ni ya kisaikolojia. Ukizungumzia attendance, hili swala ni la organization. Mara nyingi njia zake zipo, na njia zake kwenye saikolojia sio zile za kumshutumu mtu au kumchukulia hatua za kinidhamu kazini, utampoteza kabisa. So hizi reward systems zinasababisha mtu attendance yake iongezeke. Lakini vile vile attendance kwenye mazoezi, kuchelewa kwenye mechi ni mada ambazo zimeandaliwa, tutaenda kuziona. Watu wengi hawaoni umuhimu, kwa nini niende uwanjani nikacheze? Attendance inakuwa ni ya kisuasua, wanakosa motivation. Motivation ziko za aina mbili na zenyewe tutaona, intrinsic motivation na extrinsic motivation. Hili tunaona tunaliita goli la mama, si ndio? Goli la mama ni extrinsic motivation, ambapo saikolojia inatuambia kama ikiacha kutolewa, maana haiwezi kutolewa milele, basi performance yetu itakuwa ina mashaka. Lakini ni mtu mwenyewe kuwa na ile pride, kufeel ule uzalendo, kwa nacheza kwa ajili ya certification yangu, kwa ajili ya nchi yangu, bila kujali kitu gani napata. And this goes around kwenye setting ambayo tupo sisi watumishi wa umma. If you tell me nikashiriki kwenye mashindano Morogoro, kwanza nitaanza kuulizia posho shilingi ngapi? Hiyo naenda hiyo. Tunafanya mashindano wapi? Dar es Salaam. Hamna posho. Hata mazoezini sitakuja. Tunaona inarudi kwenye extrinsic motivation. I am not referring to anybody. Ni mifano ambayo ni hai kabisa. Hata mimi binafsi natanguliziwa kwanza extrinsic motivation kabla ya intrinsic. Lakini kwa maana ya taaluma yangu, basi niko motivated mimi mwenyewe tu kwa kupenda kwangu. Huwa kuna step unavyokuwa unaendesha session za saikolojia. Step ya kwanza lazima kuwe na makutano au orientation baina ya psychologist, viongozi pamoja na makocha, ukiwaacha wachezaji. Lakini in this case wachezaji, kwa sababu wachezaji wengine ni viongozi. Kwa hiyo baada ya orientation hiyo, step inayofuata sasa ndio inakuja sasa engagement ya mambo ambayo yamejitokeza. Kama mlikuwa mna mchezo umechezwa, mchezo umeisha au mashindano, alafu mmemengage psychologist au kabla ya mchezo. Kwa hiyo kwenye slides hizi tutaona pre-preparation rituals au routine. Kabla ya kwenda kwenye mashindano tunatakiwa tufanye nini? Wakati wa mashindano tunatakiwa tufanye nini? Na baada ya mashindano tunatakiwa tufanye nini? Lakini mwisho wa siku performance yetu sasa itaongezeka. Narejea maneno ya daktari kwamba watu wengi wanadhani maandalizi ya mchezaji yako kwenye upande wa physical fitness. The same applies unavyo train muscles, the same applies unatakiwa utrain akili yako. Na yapo mazoezi yake. Muda utavoruhusu tutaendelea kuyafahamu na kuyafanya. So una train muscle physically, lakini una train akili yako mentally. The same way unavyo train muscle. Kwenye upande wa warm up kabla ya mechi, nashangazwa nikisikia kwamba tuna mechi afu wachezaji wamechelewa. Kwenye upande wa warm up kuna psychological warm up ambayo ina stage zake. Kama ilivyo physical fitness, unavyo warm physically, kama unavyoona mechi kubwa tunazoziona uwanja wa Taifa, like half an hour mpaka 1 hour warm up kali kabisa inafanyika kwa timu zote mbili. Alafu wanarudi ndani, wanajiandaa, wanatoka nje, wanakaguliwa. Lakini psychologically lazima ifanyike warm up ambayo ina part zake, na yenyewe nitawaelezea vizuri jinsi gani ya kufanya psychological warm up ili mchezaji apate vitu viwili vikubwa au vitatu. Cha kwanza ni ule utayari, readiness. Lakini cha pili aondoshe fikra zote hasi kwenye akili yake ili aende akacheze. Nitatoa mfano mmoja tu kabla sijaendelea mbele. Kama tulisikiliza vyombo vya habari sana, kocha wa timu ya taifa aliulizwa namna gani tulipoteza mchezo wetu sisi na Iran. Akazungumzia sentensi moja tu kwamba wachezaji wamecheza kwenye pressure kubwa sana, na hili ndio limesababisha makosa mengi. And he was right. Pressure ambayo
wameicheza wachezaji mechi ya ugenini, hilo la kwanza. Lakini la pili, wameenda kwenye ranks, wameangalia Iran kasha qualify kwenye World Cup tayari, lakini vile vile audience iliyowazunguka na mazingira yote waliokuwa wakiyaona tayari yalikuwa yanawapa pressure. Lakini kingine ni hizi media, either criticism au media, jinsi ambavyo itaizungumzia timu ya taifa. Wanazungumza wachezaji katika ukubwa huu, kwa hiyo criticism itakayorudi kutoka kwa fans baada ya kupoteza inamfanya mchezaji aone kwamba itakuwaje nyumbani tukirudi, itakuwaje, tutapokelewaje, vyombo vya habari vitasemaje, fans wetu watasemaje. Kwa hiyo wanacheza kwenye pressure. Sasa ipo namna ya kutibu hiyo ambayo coach alisema tukirudi nyumbani tutatrain, lakini how do we train? They would need a professional psychologist kwa ajili ya how to handle pressure, kudhibiti hali ya akili ili waweze kucheza katika hali ya utulivu despite all other factors.